Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa 'azimana wa qurratu a'yunina Muhammad Rasulullah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا حراس العقيدة الإسلامية، أي walinzi wa itikadi ya Kiislamu fi kulli anhai al-alam wa fi kulli anhai al-bilad, kutoka katika pande zote za dunia na kila pande ya nchi yetu, wa hasatan fi hadha al-masjid al-sharif, na hasa katika membari hii takatifu. Ma zala hadithuna hawla ahamiyat al-shabab fi hifdh al-amn wa salam ad-dawlati wal mujtama. Katika hotuba yetu ya pili haitaweza kwenda mbali nje ya maudhui yetu ambayo inayolenga umuhimu wa kijana katika kuhifadhi amani na usalama wa nchi yake, lakini pia amani na usalama wa jamii yake yanayoishi, sanjari na familia yake na maisha yake kwa ujumla. Kwa nini tumeamua kuchagua hotuba hii? Ni kwa sababu yamedhihiri baadhi ya makundi, pengine makundi hayo yanatokana na sababu za kisiasa, aidha yanatokana na fikra ngeni wanazolishwa kutoka katika nje ya jamii yetu ya Kitanzania pamoja na maeneo yetu. Lakini wakati huo huo, fikra hizo na asbabu hizo zimekuwa zikimtanguliza kijana, wakiamini kwamba kijana huyo hana uwezo wa kupembua ni ipi fikra sahihi ambayo inayotengeneza mustakabali wake, ni fikra gani ambayo anatakiwa aitumie kuhakikisha kwamba haileti madhara wala kumwaga damu au kuiharibu taifa lake pamoja na jamii yake kwa ujumla. Sasa ukirejea katika mafundisho ya Kiislamu, kuna jambo linaloitwa maqasidu shari'atu al-islamiyya, makusudio ya uwepo wa sheria za Kiislamu, ambayo makusudio haya inazungumzwa kwamba sheria zote za Kiislamu makusudio yake ni matano tu. Na kusudio la kwanza huwa hifdhun nafsu, ni kuhifadhi nafsi ya mwanadamu. Haijalishi kwamba mwanadamu huyo ni Muislamu mwenzako au sio Muislamu, anaabudu mawe au anaabudu vitu vingine ambavyo wewe hauviamini, lakini meza letu kwamba ni mwanadamu, basi ni jukumu lako wewe Muislamu kuhakikisha kwamba unaepuka kila aina ya sababu ambazo zinazoweza kupelekea kuathiri maisha ya mwenzako au kumwaga damu ya wenzako katika taifa lako au ndani ya jamii ambayo wewe unayoishi. Sanjari na hivyo kwamba unatakiwa wewe Muislamu usiwe ni sababu ya kukatisha
maisha ya mwenzako. Ndio maana utaona usulubu wa Qur'ani ulivyokuja ukasema, ya ayuha nnasu la taqtulu ba'dukum ba'da, enyi watu. Haukutaja enyi Waislamu, haukutaja enyi waaminio, au haukutaja watu wa aina fulani peke yao, bali umesema enyi watu, la taqtulu ba'dukum ba'da, msiuane wenyewe kwa wenyewe. Sasa ukiangalia usulubu wa aya hii unaona kabisa kwamba haki ya kulinda na kuhifadhi maisha ya watu na uhai wa watu ni haki ya kila mmoja kuepuka zile sababu ambazo zitakazopelekea kukatisha maisha ya wengine na kudhuru maisha ya wengine. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea kwamba man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jamia, kwamba yeyote atakayeua mtu ambaye astahili kuuawa akawa ni sababu ya kukatisha maisha ya mwingine, au fasadin fil ardi, au akafanya uharibifu wa aina yoyote katika ardhi, katika dunia hii, fakaannama qatala an-nasa jamia, mtu huyo atakuwa ni sawasawa ameua watu wote. Ukiangalia aya hii utaona namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusisitiza na kutuonyesha umuhimu wa kuhifadhi amani ya taifa letu, umuhimu wa kuhifadhi amani ya jamii yetu, umuhimu wa kuhifadhi maisha yetu. Na sisi tunayo mifano mingi sana kwamba umwagaji damu utakapotokea katika jamii, la tumayizu baina dini wa dini, haupambanui wala kubagua kati ya dini na dini nyingine, wala baina alqabila walqabilatun akhar, au kati ya kabila na kabila lingine, bali wote tunakuwa ni wahanga na wote tutakuwa ni waathirika. Kwa hiyo yeyote ambaye atakayejikita kuleta madhara ya aina yoyote, ikawa ni sababu ya kukatisha maisha ya wengine, au akafanya uharibifu wa aina yoyote, fakaannama qatala an-nasa jamia, mtu huyo atakuwa ni sawasawa ameua watu wote. Waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jamia, na yeyote atakaye kuwa ni sababu ya mwenzake kuwa na maisha yaliyokuwa mazuri, na yeyote atakayekuwa ni sababu ya kuokoa maisha ya mwingine, basi mtu huyo ni sawasawa atakuwa amewaokoa watu wa aina zote. Lakini makusudio ya pili, hifdhul mali, katika sheria za Kiislamu zimetengenezwa kwa ajili ya kuhifadhi mali za watu, lakini pia heshima za watu. Ndio maana tunasema kwamba hakuna thamani ya madini ambayo tulionayo iwapo amani yetu itatoweka. Hakuna thamani ya elimu ambayo tulionayo ikiwa amani yetu itatoweka. Hakuna thamani ya majali za afya zinazoendelea kutengenezwa ikiwa amani yetu itatoweka. Hakuna thamani ya miundombinu ambayo tunayoendelea kuitengeneza ikiwa amani yetu itatoweka. Hakuna thamani ya utu wetu na thamani yetu sisi kama Watanzania, kama Waislamu, kama watu wa jamii zingine, iwapo amani yetu itatoweka. La qimatan lilmaadin lidhahabin wala fidda wala almasin wala alghaz, hakuna thamani ya dhahabu
hakuna thamani ya almasi, hakuna thamani ya tanzanite, hakuna thamani ya gesi tuliyonayo katika mfumo wa maisha yetu ikiwa amani yetu itatoweka. Leo hii tunaona ataghayyurat kabira, mabadiliko ambayo yanakuja kwa kasi, mabadiliko makubwa katika sekta ya afya, mabadiliko makubwa katika sekta ya uchumi, mabadiliko makubwa katika sekta ya miundombinu, mabadiliko makubwa katika sekta ya elimu. Kumbukeni kwamba siri ya haya yote yasingeweza kutokea kama amani yetu ingelikuwa hakuna. Leo hii tahayal, kuna nchi nyingi sana duniani, lakini pia kuna mataifa ambayo ni jirani zetu. Sio kwamba kuna wakebei, bali wana mfano wa rasilimali ambazo tulizo nazo sisi leo katika nchi yetu, lakini hawafaidi rasilimali zao kwa sababu ya kutoweka kwa amani katika mataifa yao. Leo hii wanaishi katika maisha ambayo wao hawatamani kuishi maisha hayo. Wanatamani amani ndiyo iwe ngao na msingi wa maisha yao, lakini leo hakuna, kwa sababu amani imetoweka katika mataifa yao. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha umuhimu wa vijana, namna gani wanatakiwa wawe mstari wa mbele kuipigania amani ya taifa lao, kuwa na uzalendo wa taifa lao, kuwa na uzalendo wa rasilimali zao, kujiepusha na afkaru lilwafida, fikra ambazo zinazoanzishwa na makundi machache na watu wachache kwa ajili ya maslahi yao binafsi na sio maslahi ya umma. Ndugu zangu Waislamu, hakika njia bora ya kutatua mizozo yetu, ya kutatua migogoro yetu, hakuna isipokuwa ni njia ya diplomasia. Ndio maana hata usulubu wa Qur'ani ulitueleza sisi Waislamu kama sehemu ya msingi ya kutatua migogoro yetu na matatizo yetu, ukasema wa in taifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Ikitokea makundi mawili yamekinzana mpaka kupelekea hali ya kutaka kumwaga damu, basi lazima lipatikane kundi la tatu litakaloingia kati yao na kuweza kufanya negotiation, mazungumzo pamoja na diplomasia na masuluhisho, kuhakikisha kwamba amani inapatikana ndani ya jamii hiyo. Amani ikitoweka, hakuna ambaye anayeweza kuabudu. Ndio maana usulubu wa Qur'ani ulipokuja ukasema liila fi Quraish ila fihim rihlata shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin. Misafara ya Makureshi iliyokuwa inafanywa kwenda kusini na kaskazini katika kipindi cha masika na kipindi cha kiangazi kwa ajili ya biashara. Lengo na madhumuni ni kukabiliana na baa la njaa, kuondoa tatizo la ukosefu wa ajira, lakini pia kumshukuru yule ambaye aliwapa amani, kwanza ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia akawapa amani ya kuhakikisha wanafanya biashara kwa ajili ya kutengeneza uchumi wao na kufanya mabadiliko chanya ndani ya jamii yao. Amani ndiyo msingi wa kila jambo. Amani ndiyo msingi wa mageuzi chanya. Amani ndiyo msingi pekee ambao utakaotufanya sisi Waislamu na wale ambao sio Waislamu pamoja na Watanzania kwa ujumla kuhakikisha kwamba tunafaidi matunda ya nchi yetu. Pasina amani hakuna ambaye atakayeweza kufaidi matunda ya nchi hii. Ndugu zangu Waislamu, tuanze kuitunza amani katika nafsi zetu, tuje katika familia zetu, na kila mmoja awe ni msimamizi bora na mshauri bora kwa kijana wake pamoja na jamii yetu kwa ujumla. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Warda Allahumma min arba'ati al-kirami awwaluhum sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa thanihim sayyidina Umar ibn al-Khattab wa
وثالثهم سيدنا عثمان بن عفان ورابعهم سيدنا علي بن أبي طالب. ربنا